Yes, Bwana asifiwe, watu wa Mungu katika jina la Yesu Kristo. Mchana wa siku ya leo, namshukuru Bwana ameniokoa na amenihifadhi katika jina la Yesu Kristo. Nataka kukuzungumzia siku ya leo ya kwamba juu ya kumtumainia Bwana, kumtumainia Mungu. Maandiko inasema katika kitabu ya Yeremia 17 mstari wa 5 na wa 6 ya kwamba alaaniaye ni yule mtu ambaye anamtumainia mwanadamu, maana atakaa kama mti ambayo umepandwa pale nyikani, mahali ambapo hakuwezi toka kitu. Ile neno nilikuwa nataka sana ukalielewe, ndugu na dada yangu, ni kwamba kumtumainia Bwana. Kumtumainia Bwana. Tumainia Bwana ndani ya moyo wako. Kulaaniwa ni yule mtu anayemtumainia mwanadamu. Kulaaniwa ni yule mtu anayemtumainia mwanadamu. Kwa hivyo siku ya leo ningetaka kanisa na wapendwa, watu wa Mungu, ukaweze kuweka tumaini yako kwa Mwenyezi Mungu. Ukaweze kuweka tumaini na mawazo yako kwa Mwenyezi Mungu. Hapo ndipo utabarikiwa. Maana maandiko yanasema ya kwamba abarikiwaye ni yule mtu anayemtumainia Bwana, maana atakaa kama mti umepandwa kando ya kijito ama kando ya mto, mwenye unazaa mazao kwa kila wakati, hautanyauka katika jina la Yesu Kristo. Mtumainie Bwana, utakaa kama mti umepandwa katika chemchemi ya maji yenye haitakauka wakati wa jua wala wakati wa kiangazi. Wewe utadumu ukiwa evergreen. Neno ni kumtumainia Bwana. Mtumainie Bwana maishani mwako, utadumu ukiwa evergreen. Biashara yako itakuwa ikifanikiwa, itakuwa evergreen, maana itakuwa ikileta mazao kila wakati, kila kuchao, kila jioni, maana wewe umemtumainia Bwana. Na kama unataka kulaaniwa, ni wewe utamtumainia mwanadamu. Siku hizi watu wanatumainia watu wa kwao, viongozi wa kwao, wanasiasa, wanatumainia matajiri walio karibu naye, lakini jambo ni kwamba ukaweze kumtumainia Bwana, utakaa kama mti umepandwa kando ya maji na chemchemi ya maji. May God bless you as you decide to put your trust in the Lord Almighty. And God bless you ukiweka roho yako kwa kumtumainia Bwana. Amen, amen, na mbarikiwe.